Basi asubuhi nyingine ambayo tuko nayo asubuhi ya leo, Mungu ametupa kibali tena kuwepo mbele zake, na naamini kila mmoja atakuwa amejiandaa kwa ajili ya wiki mpya. Tunamtukuza Bwana. Yeye amekuwa mwaminifu kwetu. Asubuhi ya leo tutakwenda kujifunza kwa kifupi kuhusu ushindi juu ya maombi, ushindi unaopatikana katika maombi. Na naamini kwamba sisi wa Kristo tuna njia moja ambayo inayotufanya tuweze kuishi na kudumu katika Ukristo wetu, ni maombi. Na maombi hayo yanatupatia ushindi, na wakati wote mtu asiyekuwa ambaye ni Mkristo asiyeomba, basi ni sawa na mtu ambaye ni mpagani, kwa sababu huwezi ukawa Mkristo halafu usiwe mwombaji, usiombe, usiwe mwombaji. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba maombi ni siri ya ushindi wetu kila wakati. Maombi ni siri ya ushindi wetu. Ukiona mtu anashinda, basi kuna siri kubwa ambayo iko juu yake, ni maombi. Na haya maombi yanakuwa yana nguvu ya kuweza kukabiliana na adui, alafu pia yanamuimarisha, yanamsustain. Kuna mapito anayopita ambayo tayari maombi yalishafanya kazi, yalishafyeka misitu. Kwa hiyo yeye ni rahisi sana kupita katika sehemu hizo. Na kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 anasema kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii, kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kwa hiyo kuna kuomba, alafu kuna kuomba kwa bidii, na katika hiyo bidii inahitaji kuwa na nia moja na imani moja, ambayo unaamini kwamba yote ninayoyaomba mbele za Bwana ninakwenda kupata. Kwa hiyo Mungu anakuwa anasimama na kila mmoja ambaye mwenye nia na kusudi la imani ndani mwake, akiwa naomba akikusudia kwamba ninapoomba Mungu anasikia. Mungu anaposikia, yeye anajibu. Kitabu cha Luka sura ya 18 na ule mstari wa kwanza anasema kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Kwa hiyo usipoomba ni sawa na kupiga ngumi hewani. Kwa maombi yanatufanya sisi tuwe washindi, maombi yanatuimarisha sisi, maombi yanatupa nguvu na ujasiri wa kuweza kukabiliana na chochote mbele yetu. Yaani huwezi ukawa na hofu ya aina yoyote kama wewe ni mwombaji. Kwa hiyo unajua kabisa Mungu hawezi akakuacha, Mungu hawezi akakutenga, Mungu hawezi akakupa kisogo, kwa sababu wewe ukiwa ni mwombaji na mtu wa imani, unamwamini Mungu, mtu ambaye unajua jinsi gani ya kuweza kumfikia Mungu na kufikia uwepo wake, una uhakika kabisa kwamba Mungu anasikia. Mungu anasikia, na akisikia yeye huwa anajibu. Katika hilo Mungu anatuongoza kwa mambo mengi ambayo tunaweza kusema kwamba kuna maombi ambayo hutuunganisha na Mungu. Maombi mara nyingi hutuunganisha na Mungu. Maombi yanatufanya sisi tu connect na Mungu popote pale tulipo. Lazima kuwe na kitu ambacho kinakuunganisha wewe. Maombi, mawasiliano wewe na Mungu, ambayo ndio yanatufanya sisi tuwe karibu zaidi na Mungu. Maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Na usipowasiliana na Mungu, basi utaishi vipi? Kwa sababu wewe utaonekana kwamba huna mahusiano yoyote. Na mahusiano mara nyingi huwa yanaenda na mawasiliano. Yawe mahusiano yoyote ya kibinadamu, mahusiano yoyote ambao watu wanaanza relationship, wanawasiliana, hao wako pamoja na lazima watakuwa wanaelewana. Kitabu cha Zaburi sura ya 145 anasema kwamba Bwana yu karibu na wote wamwitao. Yeye yuko karibu na wale ambao wanaomwita siku zote, na wala hataweza kuwaacha, hataweza kuwageuza kisogo.
yeye anasikia na anajibu kwa wakati wowote ule unamuomba. Ndio maana anasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Na kila yote aombaye hupokea, na kila anayebisha hodi hufunguliwa. Mungu hawezi akakataa kufungua kama wewe kweli umebisha hodi. Labda utakuwa umebisha hodi kwenye mlango mwingine, sio ambao Mungu anatumia kwa ajili ya mawasiliano na mwanadamu. Na kitu gani tunajifunza sisi? Tunajifunza kwamba kadri tunavyoomba, kadri tunavyomwendea Mungu, ndivyo tunavyomkaribia Mungu zaidi. Kadri tunavyokwenda mbele za Mungu, kadri jinsi tunavyoendelea kuomba, na ndivyo tunavyomkaribia Mungu zaidi. Maombi kwa sababu ndio anasema kwamba yani yanatu draw near na Mungu, yanatusogeza mbele za Mungu zaidi. Na sasa ukisogea mbele za Mungu, basi unaweza ukafanya conversation pamoja na Mungu. Kingine anasema kwamba kuna nguvu za Mungu huanza kufanya kazi tunapomwita Mungu, uweza wake na nguvu zake huanza kufanya kazi. Kwa hiyo unakuta kuna kitu Mungu anakuvika ujasiri ndani ya moyo wako. Unapoanza kulitia jina la Bwana, unashangaa umevikwa vazi la ujasiri usio wa kawaida, na shetani anakuwa anajua kabisa kwamba huyu amechukua, yuko kwenye nafasi nyingine, yuko kwenye mahali pengine. Unaposema na kulitia jina la Mungu, jina la Bwana wa majeshi, ukisema kwa jina la Yesu, na kuambia mapepo yanakimbia, nguvu za kimungu zinashuka kwako. Na si kwa sababu tu kuna connection ambayo umeshaifanya ambayo inaonekana, na uwe mtu wa imani ambayo unazungumza kitu kwa mamlaka, na Mungu anajivunia sana katika hilo. Maombi huleta mshikamano na huleta ushindi katikati ya vita pia. Sasa maombi yanahitaji ushindi katikati ya vita. Ukikumbuka wana wa Israeli walishinda vita kama nilivyozungumza tu. Unasema kwamba Musa alipokuwa akiinua mikono juu, wana wa Israeli wanashinda. Akishusha tu mikono, wa maadui wanaanza kupigwa. Kwa hiyo tunahitaji kuwa mwendelezo wa maombi wakati wowote. Kunakuwa na mwendelezo wa maombi wakati wowote. Unapokuwa na shida yote, mwendee Bwana. Unapokuwa na tatizo lolote, mwite Bwana. Umeishiwa chochote katika maisha yako, nenda mbele za Bwana, piga magoti. Tunajua kabisa kwamba wakati mwingine Mungu anazungumza na wewe, atakupatia direction, atakupa maelekezo. Na si kwamba umekosa kazi, unamwendea Mungu, lakini wakati huo Mungu atakupa maarifa, Mungu atakupa njia, na wakati huo utatembea katika ile njia. Mungu atafanya jambo kupitia, kwa sababu kuna kitu umeshamgusa Mungu. Kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho tunaweza kukifanya mwanadamu isipokuwa Mungu ameruhusu. Mungu asiporuhusu, basi utabaki pale pale. Lakini kama Mungu ataruhusu, hata watu waseme namna gani, mtu apinge namna gani, Mungu atakwenda kuachilia upako, atakwenda kuachilia nguvu, atakwenda kuachilia ulinzi kwako, atakwenda kuachilia uponyaji kwako. Na ushindi wa Mungu utakuwa karibu na wewe siku zote. Utatembea kwa ushindi, utakuwa ni mtu ambaye unajivunia mambo ambayo Mungu anayokufanyia wakati wowote, na unakuwa na ujasiri. Ukiangalia kina Petro na kina Shadrach, Meshach na Abednego walipokuwa wametupwa kwenye tanuru la simba, Mungu alifanya kwenye tanuru la moto. Mungu alifanya jambo kwa sababu walikuwa na ujasiri, walikuwa na uhakika kwamba. Ndio maana wakamwambia mfalme, pamoja na kwamba unatutupa huku, sisi huyu Mungu tunayemwabudu hawezi akatuacha hata siku moja. Huyu Mungu tunayemwita siku zote hawezi akatuacha ndani ya tanuru la moto. Haiwezekani. Kwa hiyo ilifanyika vile vile, na wao hawakuwa na wasiwasi, hawakuwa na mashaka. Bwana akawaokoa, na aliwaokoa akawatoa wakiwa wazima kabisa kabisa, kwa sababu wanamwamini Bwana. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye anamwamini Mungu, ambaye amekaa kwenye maombi siku zote,
hana wasiwasi wala mashaka, hana wasiwasi kabisa. Anajua kabisa kwamba huyu Mungu ninayemwabudu yuko, atakwenda kusimama pamoja nami. Na huyu Mungu ambaye alikutana na wana wa nani, akina Paulo na Sila walipokuwa katika gereza, lakini Mungu alifanya muujiza mkubwa sana. Waliomba na kumsifu Mungu, walimwinulia Mungu sauti, walimlilia Mungu. Na hii mara nyingi inatukumbusha sisi, wakati wa shida yoyote ile, uwe ukiwa umezingirwa kwenye ukuta wote ule, iwe ni geti gani limezuia, Mungu anaposhuka hakuna kitu kinachoweza kuzuia. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura 16, utaona kina Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumlilia Mungu na kumwimbia Mungu usiku huo wakiwa gerezani. Mara ghafla pakawa na tetemeko, Mungu akashuka mahali pale, milango ikafunguka, cheni sijui na nini na minyororo ikakatika. Yaani hakukuwa na kitu cha kuweza kuzuia. Kwa hiyo hakuna mlima ulio mkubwa kwako ambao unaweza ukashinda nguvu ya maombi. Yaani iwe namna gani, ziwe cheni za namna gani, katika maombi unaweza kushinda, kwa sababu maombi yana nguvu kuliko kitu kingine. Tena wewe ukiwa ni mwombaji una mamlaka ya kufanya kitu kikubwa zaidi kuliko mtu ambaye asiyekuwa mwombaji. Kwa hiyo maombi yanatufundisha kwamba huvunja minyororo. Maombi pia hubomoa ngome. Maombi pia huvunja milango iliyofungwa. Kwa hiyo unaweza ukawa umefungiwa mahali fulani, ile umefungiwa katika vifungo vya giza, umefungiwa kwenye vifungo vingine tu ambavyo unaviona vya kiroho, lakini maombi yanavunja ngome, yanaharibu kusudi la adui wakati wote. Kuna mamlaka katika maombi, utakuwa na mamlaka. Mungu ametupa nguvu ya ajabu katika kuomba. Ndio unakuta mwombaji anayo mamlaka na anayo ushindi na Biblia inasema kabisa, huu ndio ujasiri tulionao sisi. Tunapomwomba Mungu sawasawa na mapenzi yake, yeye atusikia, yeye anatujibu, yeye anafanya. Tukimwomba sawasawa na mapenzi yake, atusikia. Kwa hiyo Mungu anasikia tunaposimama na kuomba sawasawa na mapenzi yake, na yeye hawezi akanyamaza kimya hata siku moja. Kitabu cha Luka mtakatifu sura 22, utaona jinsi gani kina Paul kina Simoni, kina Petro walipokuwa wanaingia katika vita. Maombi hushinda mashambulizi ya shetani. Lakini akasema kwamba Yesu alipokuwa na kina Petro, kwamba akawauliza kwamba alimuona shetani, alimuona adui ananyemelea imani yao, ananyemelea imani zao, kwa sababu kulikuwa na kitu kilikuwa kinaendelea pale. Ukisoma katika kitabu cha Luka, anasema kwamba Yesu anasema, Simoni, Simoni, tazama shetani ametaka kuwapepeta kama ngano, lakini nimewaombea nyinyi imani yenu isitindike. Anasema amemwona shetani akitaka kuwapepeta kama ngano, lakini anasema kwamba nimewaombea ninyi ili imani yenu isitindike. Kwa hiyo maombi ambayo tu yanaweza akasimama kuimarisha imani yao. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine shetani huwa anaandaa mbinu, huwa anaandaa vita, ila maombi yanazuia. Maombi huwa yanazuia chochote kila ambacho kimeandaliwa. Wakati mwingine unaweza huwa anasema mara nyingi, wakati mwingine unaweza usijue nini Mungu amefanya. Nilikuwa na kijana kazini, baadhi ya vijana wangu tunafanya nao kazi, akawa ananieleza, ananiambia, John, najua wiki iliyopita Bwana amenitendea muujiza, nimeamua kubatizwa. Alinitumia message akiwa anabatizwa kama video. Ni mtoto wa kizungu, ana miaka 23. Anasema nimebatizwa, yaani najisikia kwa kweli nimeanza ulimwengu mwingine tena. Na wakati huu nimekuwa nikimwona Mungu. Kwa mfano wiki iliyopita, akasema nilikueleza nimekuwa nisumbuliwa na kichwa nini, lakini wameenda kuwa wanafanya diagnosis, nimepitishwa kwenye MRI, lakini hawajaona kitu. Umeona?
na sisikii tena maumivu, sijui kwa nini. Kasema lakini nitaenda tena kwa ajili ya check up nyingine tena. Wanasema kama ulikuwa unajisikia hivyo, labda uje tena tuangalie tena na vipimo vingine. Nikamwambia sikiliza, Mungu akikutendea jambo amekwisha kutenda, na usitaki kulazimisha, kwa sababu kuna kitu Mungu anafanya. Yamkini kulikuwa na jambo kubwa zaidi shetani ameliandaa katika mwili wako. Ameandaa kitu fulani katika mwili wako ili aweze kuondoa raha katika maisha yako, kuondoa amani, akuletee ugonjwa. Kwa hiyo alikuwa ameshaweka, lakini nguvu za Mungu zimeharibu na kusambaratisha, na ndio maana unapopima unajikuta kwamba hakuna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo kuna wengi kweli huwa wanajisikia, nilikuwa nasikia mgonjwa sana, yani sijui kwa nini madaktari wamepima hawaoni kitu. Wamepima, Mungu ameshafanya, Mungu ameshaponya. Yamkini ilikuwa ni kansa, yamkini ilikuwa ni kitu fulani kikubwa ambacho shetani alikuwa ameweka ndani mwako, lakini Mungu amekiondoa na umekuwa mzima katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunamwamini Mungu katika miujiza. Mungu anafanya mambo makubwa wakati wowote tunapomwendea. Iwe ni magonjwa ya aina gani, Mungu wetu anaweza. Iwe ni magonjwa yaliyoshindikana, yanayosemekana, Mungu wetu anaweza. Hakuna jambo lolote lililo gumu mbele za Bwana. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Tunapoamini, tunamwamini kwa Mungu anatenda. Mungu anafanya mambo makubwa, miujiza kwa watu wanaomwomea na wanaomlilia Mungu siku zote, na yeye hata waacha hata siku moja. Kwa hiyo tudumu katika maombi, tusimame imara katika kuomba. Wakati wote unapojisikia kuomba, omba. Hata kama ukiwa kazini, tafuta mahali ambapo unaona kwamba hapa kuna kitu kinaendelea. Usije ukaiacha hiyo siku na saa ikapita hivyo hivyo. Ukiwa unasikia kuna uzito, ingia hata chooni, ingia hata tafuta tu hata nafasi. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba nguvu zako Bwana zikashuke mahali hapa. Ninaona kama kuna amani ndani ya moyo wangu. Ninaita amani kwa watoto wangu. Ninaita amani kwa watoto wangu. Kwa hiyo unakuta unaweza kuomba. Baada ya kuomba unaweza ukashangaa, ukaambiwa, Bwana, unajua mtoto wako alipokuwa akitoka hivi, kuna kitu kilikuwa anataka kumfuatilia, sio alikuwa na nini, nusu agongwe gari, sio nusu afanye nini. Wasema kumbe ndio maana alikuwa anataka kuomba. Kumbe ndio maana Roho wa Mungu alikuwa anasukuma niingie katika kuomba. Kwa sababu ndio njia ya mawasiliano yetu na Mungu. Unapokaa karibu na Mungu, Mungu hawezi akaacha jambo likapita hivi hivi. Lazima atakupa taarifa. Roho Mtakatifu ataleta message, atatuma message kwako ambayo utaona kwamba unakosa amani. Unalazimishwa kuomba, na kweli utaomba. Baadaye utakuja kusikia taarifa nyingine ambayo kitu kilikuwa kinataka kufanyika, baadaye kikashindikana. Aidha kumbe ndugu yako alipata ajali, lakini wamepona wote. Kumbe shetani alikuwa amekusudia nia fulani mbaya ili wale watu wapate ajali, aidha maisha yao yakatishwe. Lakini katika kuomba kwako kumeweza kuvuruga na kuvunja kila hila za shetani. Nilikuwa napenda sana maombi watu wanaposema kwamba unajua najisikia kuomba tu. Najisikia kuomba. Kuna kitu basi, ukisikia vile omba. Usikae kimya. Unavunja nguvu za shetani. Wakati wote utashangaa kuna kitu Mungu amekifanya na cha ajabu zaidi kwako, ambayo itakuwa utasema, kumbe Mungu alikuwa na kusudi na mimi ili niweze kuomba kwa ajili ya hili. Bwana. Kwa hiyo Mungu anafanya mambo mazito sana wakati mwingine ambayo hatuwezi kujua sisi, lakini tukiungana katika ulimwengu wa roho, ukazama katika roho, utaona Mungu anavyotenda mambo makubwa katikati yetu. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mtakatifu mno. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tunakuja mbele zako, mfalme wa wafalme, maana wewe ndiye kimbilio letu. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Uliziumba mbingu na nchi. Wewe unayetawala duniani na mbinguni kote. Mtakatifu Mungu unayetawala siku zote. Tuko mbele zako asubuhi ya leo Bwana. Ninaomba Bwana ukatupatie nguvu na ujasiri wa kuweza kusimama na kukaribia wewe siku zote. Wakati wote Baba, tukutegemee wewe Mungu. Tutie nguvu Bwana. Tuongezee imani mfalme. Tusije tukatindikiwa imani.
na zaidi tukikutumainia wewe siku zote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, kutana na kila uhitaji wa kila mmoja, kutana na kila shida ya kila mmoja katikati yake Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu wetu, kwa sababu wewe unasikia na wewe Mungu unajibu, na wewe Bwana utakuwa pamoja nasi siku zote tunapokuendea. Wewe Mungu hutatuacha, bali Bwana utasikia na utajibu, maana wewe ndiye jibu letu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.